Afisa sheria mkuu Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu Zanzibar, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, ndugu Idrisa Hamisi Daima, amesema kupitishwa kwa mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wenye ulemavu kutaleta mafanikio makubwa kwa watu wenye ulemavu nchini. Ameyasema hayo kwenye mafunzo ya waandishi wa habari yenye lengo la kutoa uelewa jinsi ya kuripoti na kusaidia watu wenye ulemavu, pamoja na kueleza maendeleo ya mkataba huo ulipofikia katika ukumbi wa skuli ya Tumekuja, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Amesema kuwa endapo mkataba huo utakamilika, basi utaweza kuwasaidia watu wenye ulemavu katika masuala mbalimbali yakiwemo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Kuna za kiuchumi, kijamii, kisiasa na kadhalika. Kwa hivyo faida ambazo tutazipata kupitia kusainiwa kwa mkataba huu au protokoli hii ni nyingi mno, ambazo tutataja baadhi tu, lakini siwezi kuziorodhesha zote. Kwa hivyo moja ni kwamba kupromote au kukuza zile haki za watu wenye ulemavu kwa bara la Afrika kwa ujumla. Kuona kwamba haki za watu wenye ulemavu zinatekelezwa ndani ya bara la Afrika na kutambulika, kwa sababu baadhi ya nchi hata haya hawajihusishi nayo. Kwa hivyo kutambulika ni njia moja hapo ya kufanya awareness juu ya masuala ya watu wenye ulemavu katika bara la Afrika. Aidha, amesema licha ya mafanikio yanayopatikana katika mkataba huo, lakini pia kuna changamoto mbalimbali zitakazowakabili ikiwemo utamaduni, jambo litakaloleta utofauti kwa baadhi ya nchi. Kitu chochote ambacho kina mafanikio bila shaka na changamoto hazitoacha. Kwa hivyo kwa mtazamo, changamoto zitakuwepo, lakini kama changamoto hazitabudi kuondoshwa. Mfano, changamoto ambayo nafikiria inaweza ikajitokeza kama nilivyotangulia katika lecture yangu ambayo nimeitoa, ni kwamba tamaduni za nchi ambazo zimeridhia mkataba husika ziko tofauti. Kwa hivyo of course katika utekelezaji wake zile baadhi ya ibara itategemea nature ya nchi na utamaduni wao. Kwa hivyo inawezekana ikawa utamaduni wetu hauendani na Ghana, lakini wao si issue. Sisi kutekeleza kwetu na mazingira yetu yakuwa vigumu. Kwa hivyo kuna baadhi ya vipengele ama ibara ambazo zimo ndani ya mkataba kutakuwa kuna kukinzana baina ya nchi na nchi kutokana na uhalisia wa mazingira ya nchi husika. Kwa upande wake, mratibu wa kikundi cha utu wanawake wenye ulemavu Kusini, ndugu Hairun Khalid Mambo, amesema lengo la kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari ni kuhamasisha jamii juu ya umuhimu wa mkataba huo, kwani mwandishi wa habari ni daraja la kuunganisha jamii na serikali, pamoja na kueleza mikakati walioiweka katika kufanikisha mkataba huo. Mkataba huu au malengo haya ya kutoa mafunzo haya na kwa waandishi wa habari ni kwamba tunaona waandishi wa habari ni chombo kikubwa manake kwa taifa letu au kwa nchi yetu, na pia sauti zao zinapaa zaidi, na si ukiangalia ni kikundi kidogo cha wanawake ambacho sauti zetu tunahisi kwanza bado ziko changa sana. Hivyo tukaamua kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari ili hili jambo litiliwe mkazo kwa nchi na kwa viongozi wetu na watunga sheria. Mikakati yetu ni kukutana na vyombo vya habari na watunga sheria wote ili kuhakikisha huu mkataba unasainiwa na unakubalika Tanzania, kwa sababu ukiangalia vipengele vya mradi au ibara za mkataba, ibara za mikataba zinaelezea haki zote za watu wenye ulemavu, na pia ukiangalia zinainua ustawi wa watu wenye ulemavu na unaimarisha pia maendeleo pia ya watu wenye ulemavu kwenye nchi. Naye mkufunzi wa mafunzo hayo ndugu Mary Julius amesema kuwa lengo ya mafunzo hayo ni kukumbushana jinsi ya kuripoti habari za watu wenye ulemavu. Mafunzo haya siku ya leo ilikuwa ni kukumbushana katika kuangalia na kutetea haki za watu wenye ulemavu, hasa wanawake. Tumekumbushana kwamba tutumie angalau lugha zenye heshima, tutumie picha ambazo zitaweza kuwadhalilisha hawa watu wenye ulemavu. Unajua sisi kama waandishi wa habari tukitumika vizuri, basi hawa wenzetu wataweza
kupata misaada mbalimbali kisheria, lakini imeweza kuwezesha kiuchumi, kwa sababu kama tukiingia kwa kuwafikia hawa watu, jamii itajua, jamii itatambua mahitaji yao, na tutaondoa baadhi ya unyanyapaa na vitu ambavyo wanafanyiwa watu wenye ulemavu, ambao saa nyingine unaweza kuona kama ni jambo la kawaida, kumbe unakuwa hujawafanyia fair. Mimi kama wadau, mimi matarajio yangu ni kuona kwamba vyombo vya habari sasa hivi basi vinajikita katika kuzitoa hizi habari za watu wenye ulemavu kwa kuwafikia kokote walipo. Tusitegemee tu kukutana nao kwenye makongamano, mapresi na nini. Tutoke kama waandishi wa habari, mtoke ili muende kuwafikia na jamii ijue nini wanachokihitaji na nini mahitaji yao ya msingi. Kwa upande wao, waandishi waliopatiwa mafunzo hayo wamesema kuwa wamefarijika, kwani wamepata uelewa pamoja na kuahidi kuelimisha wanajamii juu ya haki za watu wenye ulemavu. Mimi kama mwanahabari, na mafunzo haya na muhimu pia kwa wanahabari, kwa sababu kwanza inatusaidia kujenga uelewa, kujua watu wenye ulemavu wana haki gani, mikataba inasemaje kuhusu watu wenye ulemavu. Lakini sisi tunaishi kwenye jamii. Kwa hiyo kama tunaishi kwenye jamii, maana kuna mengi ambayo tunayaona pia kama wanahabari. Kwa hiyo itasaidia kwa namna moja ama nyingine pia hata kuelimisha jamii kwamba watu wenye ulemavu nao ni watu ambao wana haki, wana haki zao ambazo wanastahili kupata kama watu wengine. Lakini pia tutasaidia kuielesha jamii hata unapoona kwamba mtu mwenye ulemavu kuna changamoto anapitia, maana ni rahisi pia hata kuikabili hiyo jamii kuweza kuielezea kwamba mtu anachokifanya si kitu sahihi na anatakiwa kufanya 1, 2, 3 ili kutimiza wajibu na haki za watu wenye ulemavu. Mafunzo haya nashukuru yamenisaidia sana, na atanisaidia katika kuandika story za watu wenye ulemavu kwa kuwasaidia kupata haki zao katika masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na harakati nyingine. Kunisaidia katika kufichua yale matendo ambayo watu wenye ulemavu wanakosa zile haki zao. Kwa mfano, kuna watu wenye ulemavu wamefungiwa ndani wanakosa haki ya elimu, kuna watu wenye ulemavu wamefungiwa ndani wanakosa haki ya kufanya kazi. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya nitaweza kufanya kazi kwa kuwasaidia na kuibua mambo tofauti ambayo yanakuwa changamoto kwa upande wao.